Naomba kutumia fursa hii kuwatangazia wananchi wa mkoa wa Arusha, lakini pia wapenzi wa mashindano ya Samia Motocross Championship yaliyoanza mwaka jana mwezi wa 7 na mwaka huu ikiwa ni season 2. Mashindano ambayo yanajumuisha vipaji vya vijana wetu na watu wenye umri wa kati, hata wazee pia, wenye uwezo wa kuendesha pikipiki, na tumejumuisha pia mashindano ya baskeli na nafasi pia ya wanawake katika mashindano hayo. Msimu wa pili wa Samia Motocross Championship tumeongeza zawadi kutoka mshindi wa kwanza milioni 10 kwenda milioni 15, na kutoka mshindi wa pili milioni 7 kwenda milioni 10, na kutoka mshindi wa tatu milioni 3 kwenda milioni 5. Na hapo pia tumezingatia pikipiki za expert kama hizi, kuna MX1, kuna MX2, kuna MX3, lakini pia tumejumuisha na bodaboda, na mshindi wa upande wa bodaboda atachukua takriban milioni 5. Tunataka mashindano haya si tu yawe chachu ya vijana wa mkoa wa Arusha, lakini pia iwe alama ya mkoa wetu katika mashindano haya kwa Afrika na dunia kwa ujumla. Washiriki ni Watanzania wote na wana Afrika Mashariki wote. Tunawaalika ndugu zetu kutoka Kenya, tunawaalika ndugu zetu kutoka Uganda, Rwanda, Burundi na sehemu zingine zote, wakiwemo na ndugu zetu sana kutoka Zanzibar, kuhakikisha kwamba wamejiorodhesha na wameshiriki kikamilifu katika maandalizi ya mashindano haya. Tunakwenda kutengeneza uwanja wetu kuwa uwanja wa kisasa. Na niwaambie ndugu wa Tanzania, uwanja wetu tunakwenda kufukia makontena 3. Kutakuwa na matuta lenye urefu wa usawa wa kontena. Kwa hiyo kontena litakaa chini, juu yake tutaweka udongo, litakuwa tuta. Tutatengeneza hayo 3. Lakini pia tunaenda kutengeneza uwanja bora kabisa wa kimataifa, kuhakikisha kwamba kuna maeneo ya matairi, kuna vikwazo vya aina mbalimbali, mpaka na mabwawa. Wataingia watu kwenye maji, watatoka na tumpate mshindi. Kutakuwa na kona kali. Tunataka kutengeneza michezo ambayo Afrika itakuja kujifunza wapi? Katika mkoa wetu wa Arusha. Sambamba na hilo, wachezaji kama hawa kwa mara ya kwanza wanaenda kukimbia wakiwa wamevaa kamera zao. Wanapoingia kwenye maji tunaingia nao, wanaponyanyuka tunanyanyuka nao. Kwa hiyo utakuwa ni mchezo wa takriban siku 3, kuanzia tarehe 11 ya mwezi wa 7 mpaka tarehe 13. Mashindano ya siku ngapi? 3. Niwaombe sana vijana wote wa bodaboda na vijana wote expert wa pikipiki na vijana wa baskeli tujiorodheshe, na vijana wetu watatoa utaratibu wa namna gani ya kujiorodhesha. Mtandao utatangazwa, weka taarifa yako pale, weka usajili wako pale ili upate kushiriki mashindano haya. Mashindano haya yanakwenda kuwa chachu na chanzo kingine cha kipato, lakini pia kuongeza heshima na thamani ya vijana ambao walikuwa wanaonekana kama ni wezi, wahuni, bali ni vijana wanaotafuta na wenye vipaji ambao serikali ya mkoa tumeamua kuwashika mkono. Na Daktari Samia aliyeweza kulipia tiketi za ndege za hawa ndugu na kuwapa pasipoti, ameahidi atatupa kila aina ya sapoti kuhakikisha kwamba vijana wa bodaboda na maexpert wa pikipiki katika mkoa wa Arusha na Tanzania kwa ujumla wanaendelea kufurahia amani ya nchi yao, kufurahia upendo na mshikamano na uchumi wa Tanzania.